Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto sana na kulia kila mara kuhusiana na swala la kifedha. Unaweza kukuta mtu anapata kipato kikubwa kwa mwezi, lakini asikifanyie kitu chochote na asifikie kwenye uhuru wa kifedha. Lakini akawepo mtu anapokea kiasi kidogo sana cha fedha, akaweza kufanya mambo makubwa na akafikia kwenye uhuru wa kifedha kwenye maisha yake. Unakuja kutambua kwamba tofauti ya hawa watu wawili ni uwezo mzuri wa kutumia kile kitu wanachokipata, yani budget. Na bahati mbaya, ukizungumzia kuhusiana na budget, watu wengi huwa wanawaza kama ni kulala njaa, kushinda njaa na kuishi maisha ya tabu na kujitesa, ambayo ni tafsiri isiyo sahihi. Tafsiri sahihi ya budget ni uwezo mzuri wa kutumia vizuri kile kitu ulichokipata. Hata Mungu anapenda bajeti. Ndio maana ukisoma katika Yohana sura ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 15 unaweza kuona Yesu alivyokuwa anawalisha wanafunzi mikate, wote wakala na wakashiba, akawaambia, okoteni vipande vyote vilivyobaki, kisipotee hata kimoja. Moja aliwaacha wote wakala, wakashiba na wakasaza, lakini akawaambia wasibakize hata kimoja, kisipotee hata kimoja. Hiyo ni tafsiri kwamba bajeti sio kujinyima. Bajeti inatakiwa ushibe, lakini kwa utaratibu ambao si wa kuharibu kile kitu ambacho umejaliwa kupata. Kuna kanuni nzuri ambayo inaweza kukusaidia kuweka utaratibu mzuri wa kipato na matumizi yako ili uweze kufikia kwenye uhuru wa kifedha katika maisha yako. Kanuni inaitwa 50-30-20. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele. Kila nitakapokuwa naweka yale yanayokuhusu juu ya maendeleo yako binafsi, uwe wa kwanza kutizama. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Kanuni ya 50-30-20 imetumiwa sana na watu wengi waliofikia uhuru wa kifedha, na hiyo kanuni imeandikwa kwenye kitabu cha The Ultimate Lifetime Money Plan kilichoandikwa na Elizabeth Warren pamoja na Amelia Warren. Inaelezea vizuri sana namna gani ya kuweza kutumia kile kipato chako unachopata. 50-30-20 ina maana gani? Yaani 50% ya kwanza ya kile kipato chako unachokipata ndani ya muda fulani uliojiwekea iende kwenye yale mahitaji ya muhimu katika maisha yako. Yaani mahitaji ya muhimu ni yale mahitaji ambayo usipoyapata maisha yako hayawezi yakaendelea, ambayo ni chakula, sehemu ya makazi na mavazi. Hivyo vitu vikuu vitatu ni vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kuvipata wewe katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha 50% ya kipato chako unachokipata ndani ya muda fulani iwe inaenda kwenye yale mahitaji ambayo ni ya muhimu katika maisha yako. Ukalipie kodi, ukanunulie chakula, ukalipie bima ya afya na vile vitu ambavyo unahisi kwamba mimi pasipokuwa na hivi katika maisha yangu siwezi kuendelea kuishi. Sasa mtu anaweza kuuliza, mimi mbona kipato changu ambacho nakipata katika maisha yangu kinatosheleza hivyo vitu vya muhimu tu na sibaki na ziada? Kama unaona kipato chako kinatosheleza hivyo vitu peke yake vya muhimu katika maisha yako, bado unahitaji kutafuta mbinu na njia nyingine za kujiongezea kipato cha ziada, kwa sababu ili ufikie uhuru wa kifedha ni lazima uwe na ziada kutoka kwenye yale mahitaji yako ya muhimu unaoyapata. Na 30% inayobaki inatakiwa iende kwenye yale mambo unayoyataka wewe, ambayo sio ya muhimu sana kwenye maisha yako, lakini huwa unayataka wewe. Inawezekana kuna vitu ambavyo unavifanya vya ziada. Inawezekana unataka kupata gari la luxury la kutembelea ambalo haliingizi kipato. Inawezekana unapenda kununua nguo za fashion. Inawezekana unapenda kwenda beach. Inawezekana kuna vile vitu ambavyo ni vya ziada unavyovipenda kuvifanya, ambavyo sio vya muhimu sana katika maisha yako, lakini umeviweka kuwa sehemu ya maisha. Ukizidisha zaidi ya 30% ya kipato chako unachopata katika hayo mambo, ujue unatengeneza mazingira rahisi sana ya kuendelea kuhangaika
kifedha katika maisha yako. Na 20% ya kipato chako inayobaki kwenye kanuni ya 50-30-20 siyo ya matumizi, kwa sababu kuna kesho utakuwa hupati huo mlija wa hizo fedha, kuna kesho utakuwa umeshastaafu. Kwa hiyo fedha ambayo ni 20% ya hicho kipato chako inatakiwa iende kutengeneza maisha yako ya baadaye, ambayo inatakiwa iwe sehemu ya savings, iwe sehemu ya akiba, ama uchukue kiasi upeleke kuongeza kwenye mtaji kwenye biashara yako inayozunguka, au uchukue uwe unapunguza madeni ili madeni yako yasiwe makubwa. Kwa hiyo 20% ya kipato chako kinachobaki weka katika mambo ambayo yanatengeneza mazingira mazuri ya kesho yako. Ukitumia kanuni hii ya 50-30-20 kwa usahihi kabisa, hutofeki maisha, hutotumia zaidi ya kipato chako, na utakuwa unatengeneza njia nzuri sana ya kuelekea kwenye uhuru wa kifedha, na kesho yako itakuwa nzuri zaidi kuliko yule mtu anayetumia kwa alafu bila kujali kile kipato anachokipata. Usisahau kusubscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili tuendelee kuwa pamoja katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ataendelea kunijalia niweze kushirikiana na wewe. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. The top is for you.